Naam, mtazamaji, habari mbaya zimefikia Ikulu ya Tanzania Dodoma ya Samia Suluhu pamoja na Watanzania wote, hasa wafanyi biashara, baada ya muda mrefu wa maandamano ya tarehe 29 Oktoba na maandamano mengine yaliyoratibiwa kufanyika tarehe 9 Disemba na tarehe 10 Disemba ambayo yaliweza kufeli, lakini sasa yametuma pigo kubwa kwa serikali ya Samia Suluhu na kuleta habari mbaya kwa Watanzania wote. Kabla nikujuze ripoti hizi, chukua sekunde yako moja, bonyeza alama like, kisha bonyeza neno subscribe na alama ya kengele chini ya video hii. Taarifa iliyochapishwa kwenye majukwaa kadhaa ya kimataifa leo imezua mjadala mkubwa wa kidiplomasia baada ya kiongozi wa biashara wa Marekani kuonyesha wasiwasi wake juu ya hali halisi na usalama inayoendelea nchini Tanzania. Kiongozi huyo alieleza kuwa matukio ya hivi karibuni nchini Tanzania yamezua wasiwasi mkubwa miongoni mwa makampuni ya Marekani ambayo yameweza kuwekeza nchini Tanzania ama yanafanya kazi nchini Tanzania sasa, huku wengi wakihoji uimara wa mazingira ya Tanzania wanaoyategemea kwa ukuaji wa muda mrefu wa kibiashara au kwa ukuaji wa makampuni yao ambayo yamo nchini Tanzania. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, wawekezaji hawa wa Marekani hawajatulia kutokana na kuzimwa kwa mitandao ya kijamii mnamo Oktoba, vikwazo vya mikusanyiko ya watu na kile kilichoelezwa kuwa ni matumizi makubwa ya vikosi vya usalama na kile walichoeleza kuwa ni watu kubaki majumbani kwa hofu ya maandamano kama ilivyoshuhudiwa tarehe 9 Disemba. Vitendo hivi, kiongozi huyu wa Marekani alisema, vimetuma ujumbe wa kutatanisha kwamba hali ya biashara ya Tanzania haikuwa ya kutabirika tena au salama kama wawekezaji walivyotarajia wakati wa kutoa mtaji kwa masoko yanayoibuka. Alibainisha kuwa kukatika kwa kidijitali pekee kuna tatiza mawasiliano, utendakazi na ushirikishwaji wa wateja, mambo ambayo huathiri moja kwa moja faida. Mtazamaji, najua unasubiri ni kuonyeshe chanzo cha ripoti hizi na nikufahamisha kwamba hayasi matamshi yangu. Kama unavyotazama kwenye screen yako, ripoti hizo zimetolewa na Senate Foreign Relations Committee, ambapo waliweza kuchapisha kupitia mtandao wao wa kijamii wa Twitter ama X. Nikinukuu kwa lugha ya Kiingereza mwanzo alafu sijali nitakutafsiria. Waliandika hivi: Tanzanians marked their Independence Day under lockdown with heavy security, social media restrictions and unsanctioned gatherings outlawed to stifle expected protest. Recent deadly violence and this week's nationwide clampdown show Tanzania is neither stable nor a place where US investment can thrive. This puts hundreds of American companies at risk and makes it clear the urgent need to review the bilateral relationship and US-backed investment. Nikikutafsiria kwa lugha fupi, kwa ufupi alichoweza kuandika kiongozi huyo wa wafanyabiashara huko nchini Marekani aliweza kusema ya kwamba Tanzania, baada ya kushuhudia lockdown ama watu kubaki majumbani na kuhimizwa kubaki majumbani na serikali siku ya jana na juzi, na hata hivyo kushuhudiwa kuzima kwa interneti wakati wa Oktoba, wakati wa uchaguzi na baada ya uchaguzi, anasema kwamba hili limeweza kuathiri hali ya kibiashara ya makampuni ya Marekani ambayo yameweza kuwekeza nchini Tanzania, na hivyo kuna hofu ya kwamba huenda makampuni hayo yakaweza kupata hasara au hata kujiondoa. Mtazamaji, ripoti hii ni ripoti ambayo imetolewa na Senate Foreign Relations Committee ya Marekani nchini Marekani. Kiongozi huyo alionya zaidi kwamba matukio ya vurugu yaliyoripotiwa wakati wa wiki ambayo yalisababisha vifo vya raia wakati wa Oktoba yameongeza hofu ndani ya jumuiya ya wafanyabiashara wa Marekani, na pia watu kuweza kubaki majumbani hivi majuzi pia imezidisha hasara kubwa kwa makampuni hayo. Alisema ukandamizaji unaoendelea wa kitaifa na kuimarishwa kwa operesheni za usalama kumeashiria kuwa amani na utulivu bado haujaimarishwa kikamilifu nchini Tanzania. Kwa makampuni ya kimataifa, alisisitiza kutokuwa na uhakika wa aina hii ni mojawapo ya matishio makubwa zaidi kwa kuendelea kwa uwekezaji. Kulingana na tathmini iliyotolewa, machafuko hayo yameweka mamia ya makampuni ya Marekani nchini Tanzania katika hatari inayoweza kutokea, hasa yale yaliyojikita katika sekta kama vile nishati, mawasiliano ya simu, utalii na miundombinu. Mengi ya makampuni haya yanategemea sana utawala dhabiti na hali ya kisiasa tulivu inayoweza kutabirika, na pia usumbufu wa aina hii unawalazimu makampuni hayo kutafakari upya mipango ya upanuzi, mikakati ya kuajiri na ahadi za muda mrefu. Hii inakuja kama pigo kwa serikali na uchumi wa Tanzania.
Kiongozi huyo wa biashara alibainisha kuwa kwa miongo kadhaa wawekezaji wa Marekani waliiona Tanzania kama mojawapo ya maeneo salama na yenye matumaini ya ukuaji wa uchumi barani Afrika. Alisema sifa ya nchi ya utulivu wa kisiasa na fursa ya kupanua imekuwa na jukumu muhimu katika kuvutia mji mkuu wa Amerika. Hata hivyo, lakini wimbi la sasa la machafuko, alionya, huenda likabadilisha jinsi wawekezaji wa kimataifa wanavyoiweka Tanzania miongoni mwa masoko ya Afrika yanayoshindana kwa uwekezaji kutoka nje. Matamshi hayo yalizua mjadala mpana Tanzania zaidi kati ya wachambuzi wa masuala ya kiuchumi na kisiasa Tanzania, ambao walikuwa na wepesi kueleza madhara yanayoweza kutokea kwa uhusiano wa kibiashara wa Tanzania na Marekani. Wachambuzi walieleza kuwa wasiwasi kama huo mara nyingi huchochea mashauriano ya kidiplomasia na katika hali mbaya zaidi, tathmini kamili ya ushirikiano wa nchi mbili ili kulinda maslahi ya kibiashara ya Marekani nje ya nchi. Hata hivyo, wataalamu wa kidiplomasia wamesema kuwa kauli hiyo inaweza kuashiria wito wa Washington ama Marekani kwa Tanzania kurejesha uwazi wa kisiasa, kuimarisha itifaki za usalama na kuhakikishia raia wake kwamba haki zao zinalindwa. Mtazamaji, hata hivyo, jeshi la polisi pamoja na jeshi la JWTZ limeweza kuhakikisha kwamba usalama unawekwa nchini Tanzania, na tokea tarehe 9 kama hofu iliyokuwa imeenea kwamba kutakuwa na maandamano, hakuna maandamano yoyote yaliyoshuhudiwa nchini Tanzania, hii ikiwa ni ushindi mkubwa kwa serikali na ushindi mkubwa kwa wawekezaji ambao wanatoka nchini Marekani, kwani usalama uliowekwa jana huenda ukaweza kubadilisha mioyo yao na kuwarejesha kufanya uwekezaji wao nchini Tanzania. Ya hata hivyo, wachambuzi wameona kuwa Marekani imetumia kihistoria ishara za kiuchumi kushawishi nchi washirika kuelezea mageuzi, hasa pale masuala ya demokrasia, uwazi na utawala wa sheria yanahusika. Wachambuzi hao waliongeza kuwa Marekani inasalia kuwa miongoni mwa washirika wakuu wa maendeleo wa Tanzania wanaosaidia mipango kuanzia afya hadi miundombinu. Jaribio lolote la kutathmini upya uhusiano huu, walisema, linaweza kuathiri miradi kadhaa ya kimkakati inayoendelea sasa, ikijumuisha mitandao ya nishati, programu za upanuzi wa kidijitali na maendeleo ya ukanda wa kibiashara wa kikanda. Hata hivyo, wachunguzi kumradhi wa masuala ya kisiasa walibainisha kuwa wakati wa wasiwasi huo ulikuwa muhimu sana, ikitokea wakati Tanzania inakabiliwa na uchungu mkubwa wa umma kutoka kwa mashirika ya kikanda na vyombo vya habari vya kimataifa. Walisema kwamba mivutano ya ndani ya kisiasa mara nyingi huathiri imani ya wawekezaji wa kigeni, na kauli hii inaangazia jinsi maslahi ya kibiashara ya kimataifa yanavyofanya kwa kukosekana kwa utulivu ndani ya Tanzania. Sasa mwitikio wa umma kwa kauli ya kimataifa umekuwa mkanganyiko. Upande mwingine, jeshi la polisi pia limehakikishia mataifa ya nje na kuhakikishia Watanzania na raia wake kwa ujumla kwamba amani imeweza kurudi na utulivu umerejea baada ya vikosi vya polisi kufanya kazi njema tarehe 9 pamoja na tarehe 10 Disemba ya kuweza kuhakikisha amani na kuwepo na kuzuia vurugu au machafuko yoyote ambayo yangeweza kusababishwa na maandamano ambayo serikali na jeshi la polisi imetaja kwamba yalikuwa maandamano haramu.